Ikiwa zimesalia takriban siku 6 kabla wakazi wa bunge la Magarini kaunti ya Kilifi kushiriki uchaguzi mdogo wa bunge hilo Novemba 27, maandalizi ya uchaguzi huo yamekamilika. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI, wale wa idara ya ujasusi NIS, maafisa wa polisi na ofisi ya kamishna wa kaunti ya Kilifi wamefanya kikao cha kiusalama kuhusu uchaguzi huo. Akizungumza na wanahabari baada ya kikao hicho cha kiusalama kilichoandaliwa katika makao makuu ya kamishna wa kaunti ya Kilifi, kamishna wa tume ya IEBC Alutalala Mkhwana alisema usalama wa uchaguzi huo umeimarishwa. Sisi kama tume huru ya IEBC tunaupa usalama kipaumbele, kwa sababu bila usalama hakuna kinachoweza kujiri bila kuwa raia wanahisi hawana uoga. Tumezungumza kwa kitambo cha haja na wametuhakikishia kwamba kutakuwa na maafisa wa polisi wa kutosha. Si polisi wa kawaida tu, wengine hamtawaona. Wengine wako chini ya maji, hamtawaona. Kutakuwa na wale wafanya fujo uone. Kamishna huyo wa IEBC hata hivyo aliwahakikishia wakazi wa Magarini watakaojitokeza kushiriki uchaguzi huo mdogo kwamba utakuwa huru na haki, kwani tayari vifaa vya uchaguzi vimewasili nchini, huku akiweka wazi kwamba idadi ya wale waliojisajili kwa uchaguzi huo ni 80,128 na vituo vya kupigia kura vikiwa 193, akisema atakayeshindwa katika uchaguzi huo anafaa kushirikiana na atakayeshinda. Kwa jumla Magarini nzima ni vituo 193, wapigaji kura ni 80,128. Vituo ambavyo hizi ni ward sio. Marafa vituo 25. Magarini vituo 35. Gongoni vituo 41. Garashi vituo 30. Na Sabaki vituo 18, jumla 193, 193 polling stations. Candidates ni 10. Majaliwa tukifika tarehe 28 asubuhi tutangaza mshindi na mshindwa. Atakayeshindwa akubali amsalimie mshindi, maana huu ni mchezo sawia na soka. Kuna mshindi na mwenye kushindwa, sivyo? Aidha, maafisa wa serikali ambao wanaendeleza kampeni za kuwapigia debe wandani wao wa kisiasa, iwe kutoka serikali kuu ama zile za kaunti, wameonywa dhidi ya kukiuka sheria za tume ya IEBC na katiba. Alutalala akisema maafisa iwapo watabainika basi watakabiliwa kisheria. Iwapo kuna maafisa wa serikali ambao wanatumia vyombo vya serikali, mali ya serikali, ni kinyume cha sheria. Na hivyo ndivyo tulisema wakati tulikuwa tunawaadhibu wale mabwana kutoka Kasipul. Tulisema kwamba hamna ruhusa serikali kuwa ni yenye kuingilia kati katika shughuli za uchaguzi, iwe ni serikali kuu au ni serikali ya majimbo. Na hilo si la kurudiwa, ni sheria na lazima ifuatwe. Uchaguzi wa mdogo wa Magarini wa Novemba 27 umewavutia wagombea 10, akiwemo Harrison Komba ODM, Stanley Kengo wa DCP, Furaha Chengo wa DNA, Hamadi Chai wa Roots Party, Jacob Themo Federal Party, Amos Katana ambaye ni mgombea huru, miongoni mwa viongozi wengine. Nikiripoti yako kwa FM kutoka makao makuu ya kamishna kaunti ya Kilifi mjini Kilifi, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.